Wa Iran wametoa pendekezo kwa Marekani juu ya namna ya kumaliza vita na namna ambavyo wataweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, pendekezo ambalo ni pasua kichwa kwa Rais Donald Trump. Iran imetoa pendekezo kwa Marekani kufungua tena mlango wa Hormuz na namna ya kumaliza vita, Axios inaripoti. Hata hivyo, ripoti hiyo imetaja kuwa rais wa Marekani Donald Trump imemchanganya na kwamba anatarajiwa kufanya mkutano katika chumba cha hali ya hewa kuhusu Iran na timu yake juu ya usalama wa taifa na sera za kigeni na kujadili pendekezo hilo la wa Iran. Iran kupitia wapatanishi wa Pakistan iliipa Marekani pendekezo jipya la kufungua tena Hormuz na kumaliza vita, huku mazungumzo ya nyuklia yakitakiwa kuahirishwa kwa hatua ya baadaye, Axios imeripoti. Ikimnukuu afisa wa Marekani na vyanzo viwili vyenye ujuzi wa suala hilo, ripoti hiyo pia ilitaja kuwa Rais Donald Trump anatazama mjadala mkubwa juu ya kuijadili ripoti hiyo. Madai ya Iran yameitaka Marekani kuondoa vikwazo vya mali ya Iran kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia pekee ambayo inaweza kutumia dhidi ya serikali wakati wa mazungumzo ya makubaliano ya suala la nyuklia. Kwa maana hiyo, Marekani inatakiwa iondoe vikwazo katika mali za wa Iran, maana iondoe meli zake za kivita, lakini pia isiweke kikwazo katika bandari za wa Iran. Trump tayari aliashiria Jumapili kwamba ana mpango wa kuweka kizuizi hicho hadi makubaliano kamili yatakapofikiwa na serikali ya Iran. Unapokuwa na kiasi kikubwa cha mafuta yanayomiminika kwenye mfumo wako, ikiwa kwa sababu yoyote ile laini hii imefungwa kwa sababu huwezi kuiweka kwenye makontena au meli, kinachotokea ni kwamba laini hiyo inalipuka kutoka ndani. Wanasema wana takribani siku 3 tu kabla ya hilo kutokea, Trump aliambia Fox News siku ya jana Jumapili. Rais huyu wa Marekani anaendelea kusema, na inaporipuka huwezi kamwe kuijenga upya jinsi ilivyokuwa. Ingekuwa 50% tu ya ilivyo sasa hivi, kwa hivyo nadhani wako chini ya shinikizo, alisema Trump. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, alisema mazungumzo na Oman yanalenga kupata urambazaji salama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mapema Jumapili usiku, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliondoka Oman baada ya kusalia nchini humo kwa ajili ya mazungumzo ya pande mbili, akishukuru serikali ya Oman kwa kuwa wenyeji wenye neema. Mijadala muhimu juu ya masuala ya nchi mbili na maendeleo ya kikanda kama nchi ambazo meli zao hupita Hormuz pekee. Lengo letu lilijumuisha njia za kuhakikisha usafiri salama ambao ni kwa manufaa ya majirani wote wapendwa na ulimwengu, Araghchi alichapisha kwenye ukurasa wake wa X baada ya ziara yake. Majirani zetu ndio kipaumbele chetu, alidai. Maoni ya Araghchi yanakuja wakati akiondoka kuelekea Moscow kama sehemu ya mfululizo wa mazungumzo na washirika wa kikanda katikati ya mazungumzo ya Marekani kabla ya kuzuru Oman alipokutana na maafisa wa Pakistan mjini Islamabad. Hata hivyo, rais wa Marekani anaonekana kutokukubaliana na mpango huo wa kuondoa vikosi vyake katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz, kwa ajili ya kuzuia Iran isipitishe meli zake katika eneo hilo, jambo ambalo wakati huu baadhi ya wachambuzi nchini Marekani wanaona huenda likapelekea kuibuka kwa vita kubwa zaidi kuliko hata ile ya siku 40, na kwamba wakati huu huenda Iran ikatumia silaha nyingi zaidi za kisasa kama ambavyo maafisa wake wanasema. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu.